Ndugu kiongozi wa chama, nimefurahi kwa heshima ambayo chama changu kimenipa kuja kujaribu kuzungumza walau kwa uchache kwa namna ambavyo nimemfahamu Sheikh Ponda kama mtu muhimu sana katika harakati za kudai haki na utawala wa sheria unaoheshimu haki za binadamu katika nchi yetu. Ninajua jabali hili la mapambano ya kudai haki katika nchi hii, Sheikh Ponda Issa Ponda, ukiambiwa umwelezee bila upendeleo na bila woga, bila hofu, dakika nilizopewa haziwezi kutosha. Sheikh Ponda Issa Ponda anafahamika kwa historia yake, historia ambayo kwa watu wengine ingeweza kutia hofu na ingeweza kuacha majonzi mengi sana. Lakini kwa uzalendo wake, kwa wakati wote, karibia nusu ya maisha yake, Sheikh Ponda amekuwa si binafsi kwa taifa letu. Amekuwa ni mtu ambaye amejitoa sana bila kujali gharama anayolipa. Kitu ambacho kimeniunganisha na Sheikh Ponda ni harakati za kudai haki za binadamu. Na ndugu zangu, unapodai haki za binadamu ni lazima uwe tayari kulipa gharama. Ndugu yetu tunayempokea leo hapa kwenye chama chetu pendwa cha ACT Wazalendo, Sheikh Ponda Issa Ponda, amekwisha kulipa gharama hiyo, tena kwa kiwango kikubwa sana. Sheikh Ponda gerezani ni kama sebuleni kwake. Uongo au kweli? Gereza halijawahi kuwa kitisho kwa Sheikh Ponda pale ambapo anaona haki za watu zinakanyagwa. Na ametimiza wajibu huo sio kwa kujali au kwa kuangalia dini, sura ya mtu, hadhi ya mtu au hali ya mtu kiuchumi. Ameinuka mara zote kukemea maovu. Nitatoa mifano michache tu kwa sababu ya muda, ndugu kiongozi wa chama. Kuanzia mwaka 2014 ulizuka mtindo katika nchi yetu kuwasakama ndugu zetu wa Tanzania ambao ni wa imani ya dini ya Kiislamu na kuwaita jina baya sana, magaidi. Wote nadhani mnafahamu. Ndugu zetu mashehe kutoka mikoa mbalimbali katika nchi yetu walikamatwa na kuwekwa magereza tofauti tofauti baada ya kuwa wameshapitia mateso makali sana. Na walikaa gerezani kwa miaka takribani 10 na wengine mpaka sasa baadhi yao bado wako katika magereza wakisubiri kesi zao zimalizike na wengine wakisubiri kunyongwa. Mtu pekee aliyesimama bila uoga, bila kujali vitisho vilivyokuwa viko mbele yake, kusema kwa nguvu zote kuhusu ukandamizaji ule, ni Sheikh Ponda Issa Ponda. Sheikh Ponda anafahamika kwa watu wengi kwa sababu anachokipigania amekiishi. Sio anaongea bla bla tu. Na watu hapa akitishiwa tu hata nyau huwezi kumuona. Lakini Sheikh Ponda hakuna kitisho ambacho hajawahi kukutana nacho katika harakati zake. Sasa kwetu sisi ACT Wazalendo, kumpokea mpiganaji mpambanaji wa haki za watu kama huyu ni heshima kubwa sana, tena ni ya kipekee. Kuna majukwaa mengi sana ambayo Sheikh Ponda angeweza kuchagua kwa heshima yake kujiunga nayo. Lakini nadhani kwa utimamu wa akili zake, kwa utafiti ambao ameufanya kwa muda mrefu, kwa sababu amekuwa akishiriki kwa kupanda kwenye majukwaa tofauti tofauti ya kisiasa, ameona ACT Wazalendo ndio chama pekee Tanzania anachofaa kujiunga nacho ili kuendeleza kazi nzuri na kutukuka ambao amefanya kwa muda mrefu. Ndugu kiongozi wa chama, nimepewa dakika chache tu kuzungumza. Lakini nitakuwa ni mchoyo wa fadhila kama nisiposema maneno mawili matatu ya mwisho kabla sijaondoka kwenye mifali hii. Sheikh Ponda tunafahamiana sana. Tumekutana kwenye harakati za kudai haki mahakamani kwa ndugu zetu Waislamu. Mimi mwenyewe binafsi nimeshiriki katika
nimeendesha baadhi ya kesi za mashehe wa ugaidi, na kesi ambayo nilisimamia ni kule Arusha. Ndio kesi ya kwanza katika historia ya mahakama ya Tanzania kuendeshwa mwanzo mpaka mwisho na hukumu ikatolewa na watu wakaachiwa huru. Shehe, mimi nimekutangulia kuja kwenye chama hiki, na sasa nimekuwa mwenyeji. Nataka nikuhakikishie hujafanya makosa, kwa sababu mimi mpiganaji mwenzako ambaye unaniheshimu sana na unaniamini sana, nimekuja hapa. Kwa hiyo ninaamini utakutana na kila aina ya ushirikiano, utakutana na kila aina ya upendo kama ambao unauona hivi leo. Watu wameacha shughuli zao kutoka kila kona ya nchi yetu, na walioko hapa sio wanachama wa ACT Wazalendo peke yake. Umma huu ulioko ndani na ulioko pale nje unaokusubiri kwa hamu na wanaotufuatilia mubashara kwenye vyombo mbalimbali vya habari vilivyopo hapa, umejaa watu ambao wameguswa na kazi ulizozifanya, kwa sababu umeacha alama kwenye maisha ya watu mbalimbali. Shehe, wewe ndio mtu wa kwanza kuandika kitabu kuhusu masuala ya utekaji na mauaji yanayoendelea kiholela katika nchi yetu. Umeweka orodha ya watu ambao wamepotezwa, kupotea na kumuliwa. Pengine wengi wetu hapa tulikuwa hatuna hata ujasiri wa kufanya utafiti wa kujua ni watu gani wamepotea, lakini wewe umefanya hivyo, na bahati nzuri ulinipa heshima kupitia jukwaa la Shura ya Maimamu siku ulipokuwa unazindua kitabu hicho, nije ni msemaji katika uzinduzi wa hicho kitabu. Nakushukuru sana. ACT Wazalendo sasa ni nyumbani kwako. Hapa utapata nguvu mpya ya kuendeleza mapambano yako ya kudai haki, utawala wa sheria na demokrasia. Mimi kama mwanachama mpya wa chama cha ACT Wazalendo, pamoja na viongozi na wanachama wengine, wapenzi na mashabiki, tunakuhakikishia ushirikiano wote wa muda wote katika kuhakikisha unatimiza malengo yako ya kupigania haki za watu na kupitia chama chetu cha ACT Wazalendo. ACT Wazalendo! ACT Wazalendo! Ndugu kiongozi wa chama, nakushukuru sana.